Vijana wengi wamepita katika ujana, lakini katika ujana huo hawana historia yoyote juu ya utumishi. Na vijana wengi wamepita katika ulimwengu, lakini katika ulimwengu huu waliopita hawana historia yoyote katika utumishi. Mpaka sasa kuna wengine wamekufa kwa ajali za bodaboda, kuna wengine wamekufa kwa kupigwa, kwa kufumaniwa, kuna wengine wamekufa hata kwa magonjwa ya ajabu. Lakini ukikaa ukifikiria katika hayo yote, unaona kuna namna vijana wanatakiwa watumike nyumbani mwa Bwana. Vijana hao tuliowapoteza katika madawa ya kulevya, vijana hao tuliowapoteza katika bodaboda walikiwa hawajaokoka bado, wamepatwa na ajali, vijana tuliowapoteza kwa kufumaniwa, kwa kupigwa mawe mpaka kufa, vijana tuliowapoteza kwa kupigwa kama waizi na kuchomwa kwa matairi, ni wengi sana. Ni wengi sana. Hakika na kuaminisha ni wengi. Sio ndugu zako tu, hata ndugu zangu. Sio rafiki zako tu, hata rafiki zangu ni wengi mno. Tuna namna ya kusema juu ya vijana. Tuna neno la kusema juu ya vijana. Je, katika hao wote umejifunza nini? Je, katika hao wote umejifunza nini? Lakini tusiende sana katika vijana tukasahau kwamba kuna wazee. Kwako wazee katika ulimwengu wa sasa, ambao wazee hao wamebaki kuwa chachu na maarifa kwa vijana. Wazee hao walisimama kwa wakati wao na kupigania imani, wakailinda. Lakini ni wazee wachache sana waliopata nafasi ya kuaminiwa kushauri vijana. Ni wachache sana waliopata kibali na kusikilizwa kwa baadhi ya vijana. Tumekuwa na vijana watafiti, tumekuwa na vijana wenye akili kuliko wazee. Wanasema saizi wahenga hawaamini. Wanasema saizi mambo yamebadilika, yani maneno mengi, lakini bila kujua kuna nafasi ya huyo mzee mwenye hekima akikushauri wewe kijana. Nisiongee maneno mengi. Namshukuru Mungu kwa wewe mtazamaji unanitazama katika siku hii ya leo. Kwa majina yangu naitwa Dili Mendamenda Mwalimu. Katika mitandao ya kijamii tunapatikana kwa namna hiyo. Lakini asante unaendelea kutufuatilia katika chaneli hii ya Mjini TV, katika mitandao yote TikTok, Facebook, YouTube. Neema ya Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Namshukuru Mungu pia kwa neno aliloachilia juu yangu siku ya leo kwa ajili yako. Namwamini Mungu ni mwaminifu na anakwenda kulitimiza shauri lake kupitia neno aliloachilia juu yangu siku ya leo. Na neema yake kupitia neno inakwenda kuhamia juu yako, na wewe ukapate shauku katika ujana ulionao kufanya kitu. Biblia inaniambia katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Mimi sina furaha katika hiyo. Yes, sina furaha katika hiyo. Nimekwambia kuna nafasi kubwa sana ya wazee katika ushauri. Tunapokaa na kutafuta wazee kwenye Biblia, tunampata mzee mmoja aliyekuwa anaitwa Suleiman. Tunampata mzee mmoja ambaye alitulia, akaangalia ujana wake alifanya nini, alipiga tathmini. Tunampata mzee mmoja ambaye alipofika uzeeni akaangalia baada ya miaka 30, miaka 40, miaka 50 ya nyuma alikuwa anafanya nini. Na je, hicho kitu alichokifanya kimeleta athari gani katika maisha yake? Mzee huyu alipiga tathmini na kuandika kitabu hiki cha Mhubiri akiwa ana mtazamo chanya juu ya mtu yeyote atakayesoma kitabu hiki cha Mhubiri, akianzia tangu Mhubiri sura ya 1. Neno la kwanza tu kuandika, anasema mambo yaliyopita ni ubatili mtupu. Ni maneno ya Mhubiri ni Mhubiri mwana wa Daudi, mfalme katika Yerusalemu. Lakini jambo la kwanza analosema katika kitabu hiki ni nini? Ubatili mtupu, ubatili mtupu.
mambo yote ni ubatili. Huyu mhubiri, huyu mtaalamu, huyu mzee mwenye mvi zake aliyetulia akapiga tathmini ya ujana wake akasema maneno haya: ubatili mtupu, ubatili, mambo yote ni ubatili. Sijokataza kuwa dereva bodaboda, lakini nakukataza kuwa dereva bodaboda ambaye hausali, kwa sababu utakufa wewe na haujajua utakufa lini. Sijakataza kuwa kijana ambaye unajishughulisha na biashara zako nyingi sana katika dunia ya sasa, lakini nakukataza kuwa kijana wa hivyo afu usali. Utakufa. Ulinzi wako uko wapi? Watu wanachukua kafara tu siku hizi. Ulinzi wako uko wapi? Watu wanakufa kama kuku wakiwa vijana wadogo, hawajafanya chochote katika utumishi, hawajaweka alama yoyote katika huduma. Sijidhani kwamba nimefika, lakini nakaza mwendo ili niweze kuifikia ile thawabu niliyoandaliwa. Lakini wewe kama kijana, wewe kama mtumishi wa Mungu, je, katika hali ulionayo, je, umeona ukamilifu? Je, unaweza ukakaa na kumshauri mtu kuhusu utumishi kwa wakati wako saizi? Jibu ni hapana, kwa sababu wewe mwenyewe umekuwa wa kusukumwa, wewe mwenyewe umekuwa wa kushuhudiwa kila siku, wewe mwenyewe umekuwa jaribu katika familia yako, wewe mwenyewe umekuwa lawama kila siku kwenye familia yako. Mambo hayaendi, siku nenda siku rudi, lawama haziishi, siku nenda siku rudi. Kuna watu wanatamani hadi ufe kabla ya wakati wako, kwa sababu unawasumbua. Hakuna kitu unachokifanya ambacho kinawabariki. Hasa wewe, cha kwanza ni mlevi, cha pili mtumia madawa ya kulevya, cha tatu ni mtu wa kubeti, cha nne mzulumaji. Hivi vitu vinne tu vinatosha kumtu kukuua. Yaani mtu akaamua tu, hebu nikamuue fulani leo, anaenda akakuua. Yaani hata kama hatakuua ana kwa ana, hebu niende nikamwekee tunguli afe, nimchukue msukule, amenizulumu hela yangu nyingi sana. Lakini wewe hujui kwamba unawindwa. Wewe kijana haujui kwamba unapigwa. Maisha ulionayo, kuna wakati unafika ambapo maisha hayo ulionayo hayatatosheleza, lakini kazi ulioitenda hapa nyuma ndiyo itakayokubeba. Kazi ulioitenda kabla ya leo ndiyo itakayokubeba. Kazi ulioitenda kabla haujazeeka ndiyo itakayokubeba. Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawaambia Mafarisayo kwa mfano, na wanafunzi wake kwa mfano, kuna saa itafika ambapo watakuchukua na kukupeleka hata usipotaka. Yaani watoto wako wameshakuwa wakubwa, wewe ni mzee, wanakuchukua wanakupeleka hata usipopataka. Nimechoka kukaa naye mimi mdogo wenu, naomba nimlete huko bibi yenu. Wanamchukua wanampeleka. Huyo hapo ni bibi wa ovyo sasa. Bibi wa ovyo. Babu yenu ananisumbua, hebu nimlete huko. Babu wa ovyo anachukuliwa anapelekwa na kukataa siku ya leo, na kukatalia siku ya leo. Mungu akupe neema ya kuweza kuishi wokovu. Mungu akupe neema ya kuokoka. Mungu akupe neema ya kuachana na ubatili huu wote katika ulimwengu wa sasa. Jivike ngao ya imani. Anza kutembea katika maisha ya kitakatifu. Okoka, mwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo dini haitokusaidia mpendwa. Dini yenyewe mnaruhusu kufanya toba kila baada ya mwezi. Haya, ukifa kabla hujafika muda wa kuomba toba, itakusaidia nini? Ni huzuni sana kwa kanisa, ni huzuni sana kwa dini zilizopo kwa sasa, ni huzuni kwa kila kitu kinachoendelea katika ulimwengu wa saizi, kwa sababu dunia imechangamka. Dunia imepotea, vijana wengi tunawapoteza. Nimewapoteza marafiki wengi ambao sijatarajia wataniondoka kwa wakati, lakini nikikaa nikifikiria, rafiki yangu huyu amefanya kazi gani? Ni hapana, bado. Lakini kuna namna, hata ukishapata nafasi ya kutenda kitu kwa Mungu, utakapochukuliwa, kuna watu watasema that guy is so Christian, alikuwa mtumishi mwema,
alikuwa mtakatifu, hata kazi ameifanya. Sasa kuna mtu anakufa katika bodaboda hajaokoka. Bodaboda mnisamee leo nawasema sana. Kuna mtu anakufa katika mishe zake za biashara hajaokoka. Shtuka, watu wanachukuliwa misukule saizi. Shtuka na kuhakikishia. Usiposhtuka ndo msukule wewe unayefuata. Usiposhtuka msukule unayefuata ni wewe. Umewazulumu wangapi wamekuacha? Umewatukana wangapi wamekuacha? Unafikiri wamekuacha kweli? Umekosana na wangapi na umewaacha tu hamjapatana? Unafikiri ni kweli wamekuacha? Hapana, hawajakuacha. Ni maombi yao kwamba uondoke kwa sababu umekuwa kikwazo kwenye maisha. Ni dua zao usiku na mchana, wanakukeshea wewe usije ukasubutu kupiga hatua, usije ukasubutu kuishi maisha mengine zaidi, kwa sababu wameshaona kero yako, wameshaona usumbufu ulionao. Siku utakapokuwa na kitu ambacho kinajituma, kitu ambacho kinajipeleka sehemu ambapo hata hujakituma kitu, let's say as a robot na controlio. Nisikutolee mfano wa robot, nikutolee mfano wa kitu cha kawaida. Mungu amekutengeneza kwa dhumuni moja ambalo amekutumia duniani. Sasa siku ambapo unaweza ukatoka nje ya lile dhumuni alilokutengeneza Mungu, automatic Mungu anahuzunika. Cheki mtu yule ambaye nilimwamini atasimama kwa washauri watu wale, lakini yeye mwenyewe ameshazama kwenye watu wale. Cheki mtu yule ambaye nilimwamini ataenda kuwapa injili watu wa milimani upande wa huko, lakini yeye mwenyewe anahitaji kuhubiriwa. Cheki huyu mwalimu ambaye nilimtengeneza tangu tumboni mwa mamake, sasa hizi anazulula tu. Yaani sawa na wewe, ningetolea mfano ungeelewa pia zaidi. Yaani sawa na taa ambayo umeitengeneza. After hiyo, baada ya kuitengeneza ukaenda kuiweka ndani kwako. Ulipoiweka ndani kwako, taa hiyo ikasema nimechoka kuwaka, sasa hizi nataka nisonge ugali. Au ukaikuta taa inataka ifanye kazi ya mwiko kusonga ugali. Ni uongo. Hatutoboi wazee. Ni uongo. Neema ya Mungu ikakupe kubadilika. Neema ya Mungu ikakuwezesha. Neema ya Mungu ikakuamsha. Neema ya Mungu na wokovu ukakufikia popote ulipo. Mungu anahuzunika sana anapokuona unapita tu, hautendi jambo alilokuandikia. Roho yako itamrudia yeye siku zijazo. Inawezekana ni baadaye, inawezekana ni kesho, inawezekana ni miaka kadhaa ijayo, lakini je, umefanya nini? Hamna ulichofanya. Ni huzuni kubwa sana. Hamna ulichokifanya, ni huzuni kubwa sana. Na kuhurumia na kukuombea Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Basi ikiwa ni mara ya kwanza unatufuatilia katika channel hii, pia na kusisitiza usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Pia unaweza ukashare video hii na jumbe hii kwa ndugu jamaa na rafiki ambao pia unapenda wangesikia injili hii ya siku ya leo, wapate kujielewa neema iliyo ndani ya Yesu Kristo. Tunapaswa kumtumikia Mungu katika lika tulionayo ya ujana. Kwa namna yoyote ile, hakikisha unamtumikia Mungu. Kwa wadhifa wowote ule, hakikisha unamtumikia Mungu. Kwa jukumu lolote ulionalo, kazi yote ulionayo, hakikisha Mungu unamtumikia. Nikutakia wasaa mwema, lakini kama utahitaji kuokoka, unaweza kufuatisha nami maneno haya. Unaweza kufuatisha pamoja nami maneno haya ili umkiri na kumwamini Bwana kuwa Yesu na Mwokozi wa maisha yako. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nitakase kwa damu yako Yesu, na niokoe na ile dhiki kuu ijayo. Lifute jina langu katika kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Na neema yako Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo ikanipe kufanikiwa
katika kila jambo na kila mradi nilionao katika jina la Yesu Kristo. Namkataa shetani pamoja na kazi zake zote, bali nampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.